Elementi umekuwa ni msimu ambao tunaweza kusema Simba mbovu kuliko mwaka jana kwa takwimu, lakini kwa takwimu na takwimu ndio zinazotafsiri general play ya team. Mpaka sasa ukienda kwenye takwimu wao wamekuwa wako chini ya alama moja kunasibisha na msimu uliopita baada ya kumaliza ligi nzima. Sasa walikuwa na michezo. Sasa hivi wanapoteza alama 13. Msimu mzima walikuwa wanapoteza alama 12, lakini msimu mzima uliopita mpaka muda kama huu timu yao idadi ya mabao ilikuwa ni mengi sana ukinasibisha na msimu huu. Sasa hiyo ndio sehemu ambayo tunaweza kusema kwamba ni bodaboda bila elementi. Hofu ya ajali akidondoka kaisha. Kwa nini? Kwa namna msimu ulivyo. Lakini tumekuwa tukiona wamekuwa wamepata baadhi ya wachezaji wazuri. Mimi nilikuwa ni muumini mzuri wa kusema Simba wamebahatika kufanya usajili baadhi ya wachezaji wazuri, lakini bado kupata timu nzuri sasa kwamba shughuli imeisha bado, kwa sababu ya namna ambavyo timu tunaiona. Kwa mfano nani asiyejua kwamba ukitazama Simba hususan mchezo wa jana unagundua kabisa shida ipo kwenye eneo la mwisho, namna ambavyo timu inatengeneza mashambulizi. Shida ipo kwenye eneo la mwisho. Tutazungumza incident ya penalty, fine, ilikuwa penalty kweli, lakini eneo la mwisho eneo la mwisho ni kumpa mtu mwenye kigugumizi atuanzishie wimbo mgumu. Wimbo mgumu, mtu mwenye kigugumizi ndo atuanzishie wimbo mgumu. Inakuwa ni ngumu sana. Sasa ile ndio tabu ambayo inaonekana. Wakati mwingine mtu kigugumizi anataka tuanzishie wimbo tukaimba, lakini mtu mwenye kigugumizi aanzishe wimbo mgumu ndio kitu ambacho nakiona kwa Simba. Lakini hiyo ndio eneo ambalo bila shaka kama msimu ujao wataliangalia, kwa sababu sasa hivi hakuna usajili tena. Wakaliangalia wakaboresha, na baadhi ya wachezaji wengine muhimu kwenye nafasi wakaboresha. Pengine tunaweza tukaona haya mapungufu yakaonekana, lakini kiukweli msimu huu kinachowakwamisha Simba ni safu ya ushambuliaji. Hiyo haihitaji mjadala, ni jambo la wazi. Na hili ubingwa wao ndio utaangukia hapa. Na huenda ubingwa wao ukakwamia kwenye hilo eneo la safu ya ushambuliaji. Kuna incidents za makosa ambayo mara nyingi mimi nimesema makosa yanaonekana kwenye maeneo yote ya waamuzi wetu, lakini eneo la ushambuliaji ni bodaboda bila elementi. Hofu ya ajali asidondoke. Unaona hii ni shida. Ndicho ambacho kinaonekana kwenye timu. Na hata ukitazama mchezo wa jana wakitengeneza zile nafasi hazimaliziki zikatumika vizuri. Na timu inatengeneza nafasi, umbo la kutengeneza nafasi zinakuwa gumu kwa sababu aina ya mshambuliaji anaeka mbele pale. Bado akupi hiyo flow ya timu kutengeneza nafasi kwa wepesi. Lakini ule wepesi wa kufanya mshambuliaji afunge nao mgumu. Kuna watu wanaweza kusema atengeneze nafasi, lakini ile umbo la mwisho kwa safu ya ushambuliaji halitengenezi pressure kwa wapinzani. Hivyo inaifanya timu ipate. Kwa mfano Simba ukimbana Anicet na Libase tu wafanye wachezee watokee mbali. Azam walichowini jana ni Anicet na Libase kuwabana watokee mbali, hasa baada ya majaribio mawili yaliyopiga Anicet na yaliyopiga Libase kuwabana tu watokee mbali. Manake Simba Anicet na Libase ni mdomo wa mamba na spoku, ndio mashambulizi yao, wanataka kukutanua ili waingize spoku yao. Sasa ukiwabana mdomo wa mamba na spoku wanafeli. Sasa kwa kuwa wao wanatumia ile mdomo wa mamba na spoku, ukiwabana ile would attack ndo nguvu zao ziliko. Manake timu hapa hakuna mtu ambaye atakufanya deep side movement. Akaja ndani akasaidia timu kucheza, akashepu safu ya ushambuliaji, akalazimisha sasa wampitishie ndani mipira. Hicho ndio kitu ambacho naona kinawapa wao ugumu, na ndio kitu ambacho nimekiona kwenye mchezo jana. Lakini preparation, ukienda kwenye build up yao nzuri, creation yao nzuri, finishing kule kunakuwa kuna shida kwa sababu ya kukosa mchezaji ambaye anaweza kuitengenezea team shape. Kwa sababu wao kushambulia, ni kwa nasema mara nyingi ni kama kwenda kwenye andaki kutafuta sindano bila tochi. Ndio Simba ambavyo inashambulia. Lakini tunaona Clatous Chota Chama alifanyiwa substitution. Pengine kocha kwa upande wa Clatous Chota Chama jana ilikuwa siku nzuri kwake kiwanjani? Hapana, Simba walipata mechi ngumu sana na Azam kipindi cha kwanza. Azam walikuwa na watu ambao wanaficha sana nafasi, wanawalazimu Simba sasa kutoka kuchezesha timu waanze kuhangaika kutafuta mpira kiwanjani. Moja kitu ambacho alifanikiwa coach Florent Ibenge kipindi cha kwanza ni full pitch pressing. Aliwaacha Simba dakika 15 baada ya kubaini kwamba hawa wanataka kucheza floor wawe free, manake waanze kushambulia kutokea nyuma, acha tuanze kufanya full pitch pressing. Walivyoanza kunyang'anywa kutoka juu, mipango ikawa imekufa. Simba wote wakawa wamekalichwa kwenye kondo, alafu milango imefungwa. Kwa nini? Kwa sababu tukianzia build up wananyang'anywa, kuja kwenye midfield wamejaa Azam vya kutosha, Akaminko sasa akawa ameachwa kama anakimbiwa. Sio kama anakimbiwa, tayari flow ya timu ilikuwa juu, wote wanakuja kunyang'anya haraka, wanaanza kucheza. Kwa hiyo mtu kama Chama Clatous, ambaye wakati mwingine tunampenda ufundi wake uonekane, timu inapokuwa kwenye umiliki mkubwa sana wa mpira, hatukumuona kwa kiwango kubwa, lakini hakucheza kwa ubaya sana. Lakini kwa substitution ambayo alifanya kocha wa Azam Ibenge na substitution aliyofanya Sibaka, naona kabisa Ibenge
Ibenge ni kama aliamua kuwapa Simba mechi nyepesi. Mabadiliko ya Ibenge ilikuwa ni kuwapa Simba mechi nyepesi kwa sababu kumdoa Idi Nado na ule bwana mdogo nani acha Faisal baadaye, na ule bwana mdogo mwingine nani jani ule bwana alikuwa amemuondoa kwa cheza kushoto. Unaona timu ikawa sasa haiwezi kupandisha tena mashambulizi kwa kasi kwa sababu Nado alikuwa anaongeza ubunifu. Ile mechi ilikuwa ni mechi ambayo tunasema ilikuwa inachezwa ni compact game. Sasa inahitaji watu ambao wana ubunifu katika kucheza. Nado ana kasi na ubunifu. Kwa mpira anaweza akafly akaenda akajaribu kwa industrious kutafuta nafasi. Bahati mbaya akamwingiza yule bwana mdogo Hassan Mzee yule bwana mdogo ni mzuri akimbie kwenye nafasi. Mechi ilikuwa haitoi nafasi. Kwa unaona Ibenge ni kama aliamua kuwapa Simba mechi nyepesi. Tafsiri yake unaona Simba substitution zao kuingia nayo Mahema mzuri kupandisha timu vizuri. Wao wakarudi kwenye mchezo, wakaanza kutengeneza nafasi na kufoka kama kawaida. Na pengine yasingekuwa ile makosa ya waamuzi, tungekuwa tunazungumza kitu kingine kwa Simba jana. Pengine wangepata alama 3 kwa wepesi kabisa. Lakini kiukweli Ibenge aliamua kuwapa Simba mechi nyepesi kwa mabadiliko aliyoyafanya. Maana yake akairudisha timu chini baada ya kuipandisha juu. Lakini ndio football wakati mwingine unautazama mpango unakataa. Ndicho kitu ambacho nilikiona kwa Ibenge. Ni kama aliamua sasa yeye mwenyewe ana mafua akajiziba pua alafu kajifunika blanketi. Sasa inategemea nini? Maana yake usikoe, usifanyaje na pumzi ukate. Kwa hiyo aliamua kuipa Simba mechi nyepesi. Ulikuwa unazungumzia kipindi cha pili. Ulikuwa unazungumzia kuhusu striker ama mshambuliaji wa Simba Sports Club. Tunajua yupo pale Selemani Mwalimu. Pengine Selemani Mwalimu kwa mechi ambazo umemtizama unaona anatosha ama bado atosha ama kuna kitu akiongeza? Selemani ni mshambuliaji mzuri lakini hajawa bora kuisaidia Simba. Mshambuliaji mzuri Sele, ila hajawa bora kuisaidia Simba ili waweze kupata ubora ambao kila mmoja anatamani kuona, kwa sababu staili yake ya kucheza ni mshambuliaji ambaye anaonekana anaweza sana kuunganisha timu kucheza, lakini eneo la mwisho lile kulitengenezea shape ya kumalizia mashambulizi sio nzuri sana. Lakini pia uwezo wake wa kuwa na kila touch haupo katika kiwango kikubwa. Sasa ile sio goal scoring machine, kwa sababu Simba wanahitaji goal scoring machine, mtu ambaye anaweza kawa anawafungia mabao. Hiyo ndio mapungufu ambayo nayaona kwa Selemani Mwalimu hususan na Simba. Kugawana alama moja kwa Azam Football Club pamoja na Simba ni faida kwa Young Africans? Faida kwa Young Africans kama wataendelea kuwa na muendelezo wa kushinda. Yanga watanufaika na matokeo ya jana wakiendelea kuwa bora. Waendelee kushinda mechi zao itawapa faida, lakini kama wanakuwa jana vile alafu kesho unasare unafungwa, maana yake inaweza kaleta ugumu sasa uko mbele. Lakini kiukweli taswira inaonekana wepesi kwa Yanga nao kama wataendelea kuwa bora kwenye michezo inayofuata. Lakini Young Africans nadhani kocha umewatazama dhidi ya Tanzania Prisons, pengine kuna mabadiliko baada ya kuingia Mwauri na ama nini ambacho umekiona wewe? Maana ushindi kwa Young Africans umekuwa ni ushindi wa mabao mengi. Young Africans ile tulikuwa tumeizoea tumeiona pale KMC. Young Africans ya Mwalimu ni dagaa mchele na pilipili ya mbili wamechangamka. Wamechangamka. Kwa mfano ukiangalia mechi ya jana kuna kitu nimeangalia, tabia za shauku ya mapambano imeongezeka kwenye timu. Unaona uwezo wa wachezaji kukimbia kilomita nyingi bila mpira umeongezeka kwenye timu. Hali ya kutaka kuonyesha kitu tofauti imeongezeka kwenye timu. Tanzania Prisons walikalishwa kwenye kigoda juzi. Alikuwa ni kungwi ambaye amekalishwa kwenye kigoda na Mwali, hana uhuru. Walifanywa kila kitu cha msingi na Young Africans, kwa maana kwamba walikuwa wapi uhuru, sio kwa sababu Tanzania Prisons, hapana, walibanwa kweli kweli. Kwa nini? Kwa sababu kuna kitu ambacho nimekitazama kwa Young Africans, ni splitting ability, uwezo wa wachezaji kutaka mpira na uwezo wa kurudi kwenye nafasi wanazozipoteza, kitu ambacho mara nyingi tulikuwa tunakisema kilipotea. Lakini uwezo wa timu kucheza kwenye kila nafasi wakiwa wanafuatana, makosa yamepungua. Tanzania Prisons walijitahidi tu kujizuia vizuri kipindi cha kwanza, lakini kwenye four ya game yote walikuwa na wakati mgumu sana, kwa sababu Yanga walicheza katika ubora pekee. Kwa kuna kitu nikiona kimebadilika, lakini siwezi kukitathmini kwenye mechi moja ya pekee ya Tanzania Prisons. Natamani kuona pia mchezo mwingine ujao dhidi ya Pamba, quality itakuwa katika muktadha upi. Lakini kikweli mabadiliko ya timu yao na pressing waliyofanya juzi, na ukumbuke bado wamecheza katika kiwango hicho wakiwa hawana wachezaji muhimu pia kwenye kikosi. Kwa uone kabisa ukubwa ambao wamekuwa nao kwenye mechi. Kocha, lakini turudi kwenye mchezo wa jana wa Azam pamoja na Simba Sports Club. Kuna matukio mengine ambayo hatujapata kuyazungumzia, kama kuna tukio la kushika kwa mkono, nadhani ulilishuhudia pia, pengine tafsiri yako ni ipi kwenye tukio lile, ukatuambia kocha? Hili ni penalty. Na ile alibasa ni penalty. Zote ni penalty. Jana Adajiga alikuwa kama muasi.
uchezeshaji wa Rajiga jana alikuwa kama muasi ambaye msimamo wake ni mapinduzi tu ya serikali, kama alikuja kufanya mapinduzi dhidi ya Simba. Rajiga alikuwa kama muasi, ni wazi kabisa. Rajiga alikuwa muasi dhidi ya Simba, ana lolote zaidi ya kuwa malifikisha ajenda yangu. Kwa nini? Kwa namna ambavyo makosa yalionekana. Lakini tumekuwa tukisema na kusisitiza makosa yetu ya waamuzi sasa sio waamuzi, ni watu ambao wanatutengenezea waamuzi. Nchi inatengeneza waamuzi dhaifu, ndio tunavuna mavuno ya waamuzi dhaifu wa kina Rajiga na wenzao wao. Sasa mchezo jana wanalo ni uasi. Hauna huruma, waache Simba walie mpaka asubuhi. Lakini uasi huu wametoka kufanya mechi ya kosa yule vile vile. Kwa hiyo tutakuwa tunaendelea kuvuna matunda ya uasi kwenye mpira wetu. Tumetengeneza waamuzi wabovu, wanatufurahisha tukishinda. Lakini mechi ambao akikufanyia ubaya unageuza macho juu, mundu juu, hasira, kuna panic. Leo Rajiga tuelekea kuna mechi ya kosa sio mwenyewe penalty wale na Simba. Mechi ya Singida kwa kuwa mechi iliisha mtu kapata alama 3. Sasa mechi ya Singida ndio tofauti gani na dabi ambao Simba pia nao walinyimwa goli? Mechi ya jana Azam wamenyimwa offside 3 wanakataliwa. Waamuzi wetu ni waasi. Dhamira yao kama kupindua serikali. Kwa hiyo uelezi kitu. Kwa hivyo hicho ndio kitu ambacho nakiona. Lakini mkakati ni upi? Lazima turudi kwa TFF. Wamefeli. Kumbe hawa waamuzi tiba yao sio adhabu. Hawa waamuzi wekezeni kutuandalia waamuzi bora. Kama kweli mtakuwa mnasimama mnadhani kutoa adhabu ni kuwasaidia waamuzi, waamuzi ni wenye matatizo tayari. Huyu ni mgonjwa wa kifafa alafu unampa pikipiki aendeshe. Unapata wakati mgumu. Waamuzi wetu ni mgonjwa wa kifafa alafu unampa pikipiki aendeshe. Sasa akikimpanda ndio tabu ambayo tunaiona. Kwa hivyo ni kitu ambacho cha kukiangalia na kurekebisha kwa waamuzi wetu na quality ambayo wako nayo. Uongozi wa klabu ya Singida ulitoa taarifa kwa umma, pengine kocha ushaipitia taarifa yao? Taarifa ya Singida nimeipitia. Na Singida walipofikia wala tusiwalaumu. Singida ni mgonjwa wa TB kwenda kumkalisha kwenye mashine ya shisha. Timu imeshaharibika. Mwenendo wao haueleweki. Tangu mwanzo nilikuwa najiuliza quality ya kocha, wachezaji. Lakini hii timu kama ina plan, unawezaje kuja na kocha msimu haraka umemwachia kaenda timu ya taifa haraka? Maana yake timu haina mipango. Yaani Singida ni mgonjwa wa shisha kumkalisha kwenye, yani mgonjwa wa TB kumkalisha kwenye mashine ya shisha. Wao wenyewe wanajaribia mipango yao afu wanataka kulaumu watu. Kwa hivyo huwezi kulaumu. Walichokifanya kama wanadhani ni sawa, wamechelewa. Wameanza msimu vizuri na Miguel. Wameanza msimu vizuri, wamewekeza kwa wachezaji, wameanza msimu vizuri. Unakuwa na timu haina mpango msimu ujao. Sasa unakuwaje mshindani? Kwa hawa wala wasitusumbue. Kama nilivyosema Singida ndicho nilichokueleza. Hauhitaji mjadala mkubwa. Hawa ni mtu wa TB anaenda kukaa kwenye mashine ya shisha. Anachofuata kitu gani? Kwa hiyo ni mavuno ya mipango yao wao wenyewe. Tusubiri tuone wataenda kufanya nini. Sababu tukiwakata watu mishahara, wewe tangu unafanya nao kazi, ndio unawapa kazi katika viwango gani? Timu hii haichezi vizuri tangu imekuja na ule kocha wao. Hawachezi vizuri kabisa. Wewe mpaka nikaoje hii na DT. Ina mkurugenzi wa ufundi. Kweli hawa wanakaa kwenye vikao hawa na mkurugenzi wa ufundi hawa. Mbona timu imegeuka kama bonanza? Singida msimu huu sio ile. Timu haijulikani inachezaje. Na uone sasa wewe mtu unaweza unaona kabisa unatembea bila kichwa. Alafu unaoji ukianguka. Kichwa una. Kwa hivyo ni kitu ambacho wamefanya maamuzi sawa. Lakini mpaka maamuzi yao wanafanya walikuwa wapi? Timu imeanza vibaya. Tangu mabadiliko ya kocha, timu haina shape. Kocha kacheza mechi nyingi, timu haibadiliki. Kuna tatizo ambalo wamelitengeneza wao wenyewe Singida Black Stars. Shukrani kocha. Asante sana.